Tukianzia hapa Tabora ambapo ratiba ya nusu finali CRDB Federation Cup kwa upande wa ngazi ya mikoa hapa mkoani Tabora ilikuwa ikiendelea, ambapo leo ilikuwa ni nusu finali ambapo michezo miwili imepigwa. Mchezo wa kwanza kabisa ukiwa ni kati ya Rock Stars dhidi ya Ngambo FC, na mchezo huu umepigwa Nzega kule katika uwanja wa CCM Samora, ambapo tayari Rock Stars ambao wanatokea Nzega wao wameibuka kinara baada ya kushinda bao 1-0 dhidi ya Ngambo, na rasmi wametinga katika hatua ya finali. Wakati huo mchezo wa pili ama nusu finali ya pili ilikuwa ni kati ya Majimaji FC kutoka Tabora Manispaa dhidi ya Majengo, ambapo Majengo wao wanatokea wilaya ya Kaliua, na dakika 90 zikitamatika kwa Majimaji kutandikwa mabao 3-1 dhidi ya Majengo ya Kaliua. Hivyo basi finali anakwenda kucheza Rock Stars kutoka Nzega, lakini pia Majengo kutoka Kaliua. Na baada ya mchezo huo pia makocha wamepata wasaa wa kuzungumza. Jina naitwa Sifaeli Ale ni Mpazi, ni kocha wa Majengo Football Club. Ni mchezo ulikuwa mgumu, ulikuwa ni mgumu hasa kimbinu, kwa sababu ukiangalia wenyeji wa mchezo walikuwa wako vizuri, walikuwa compact kila sehemu, lakini nadhani ni mchezo ambao umemalizwa kwa mbinu. Ulikuwa mgumu kwa mbinu, lakini pia tumeutumia kumaliza kwa mbinu. Manake ni watu ambao tulikuwa tujawahi kucheza nao hata mara moja. Kwa hiyo tulitumia dakika 45 za kwanza kwa ajili ya kusoma mchezo, na baada ya mapumziko tulikuja na majibu ya maswali ambayo tuliyapata kipindi cha kwanza. Nadhani tumeweza kumaliza kwa mbinu. Safu ya ulinzi kwanza nisemee safu yetu ya ulinzi ilikuwa vizuri, maana hata ukiangalia mazingira ya goli zile ambavyo nimepatikana, nadhani makosa ya waamuzi, lakini safu ya ulinzi ilikuwa vizuri na hatukutegemea kama tungeweza kuruhusu goli jepesi kama hivyo. Lakini pia nipongeze safu yangu ya ushambuliaji, imekuwa iko bora sana, imekuwa compact, na ndio maana tumeweza kuzalisha mabao 3. Na hata ukiangalia hatujafanya badiliko lolote kwa safu ya ushambuliaji, sana tulifanya mabadiliko katika safu ya ulinzi. Kwa hiyo ni safu ambayo iko vizuri nadhani. Kwa majina anaitwa Coach Khalfan Kabale. Yes. Kocha, pole kwa kupoteza mechi leo. Asante. Wapi ambapo wapinzani wako walikuzidi kwa dakika zote 90? Wapinzani walinizidi kwenye leo wao wamecheza kitimu. Mimi timu yangu ilikuwa iko chini sana. Yes, kwa maana hiyo walikuwa na teamwork. Lakini mimi upande wangu kidogo tulikuwa tupo chini sana. So ikapelekea kufanya makosa individual, ila kuna makosa moja, lakini pia tulikuwa tuna makosa ya kitimu. Chanzo cha kucheza chini ya kiwango mechi ya leo, nafikiri wachezaji wangu walikuwa na siku mbaya. Kwa sababu kama unavyoona sisi tunafanya vizuri, lakini wachezaji ni wale. Tumekosa wachezaji wawili tu watatu ambao ni muhimu, lakini naamini wote walikuwa muhimu. Sema tu siku ya leo haikuwa siku nzuri kwao. So nawapa pongezi wapinzani wangu. Washabiki kwanza tuwatake radhi kwa mechi ya leo. Tumepoteza, sisi bado ni wa kwao. So waendelee kutuvumilia, lakini pili wao wavumilivu, kwa sababu hatuwezi kushinda kila siku. Kuna siku tutapoteza. So tunapokuwa tunapoteza, basi ni lazima tuyapokee matokeo ya kupoteza, kwa sababu naamini kwamba hakuna timu ambayo haipotezi. Si ndio? So tunapokuwa tunapoteza, tupokee matokeo. Kwao na waomba wasiache kuja viwanjani, waje viwanjani waisupport timu yao. Tumepoteza leo, kesho tutawini. Ni makocha wa pande zote mbili kwa mchezo ambao umechezwa katika dimba la kumbukumbu ya vita kati ya Majimaji FC dhidi ya Majengo, ambapo Majengo ameibuka na ushindi wa bao 3-1. Na rasmi sasa finali ni kati ya Majengo dhidi ya Rock Stars. Lakini pia mjumbe wa kamati ya mashindano pia naye amepata wasaa wa kuzungumzia kila ambacho amekitazama na mashindano namna ambavyo naenda. Kwa majina naitwa Grace Salenge, mjumbe wa kamati tendaji taarifa mkoa wa Tabora. Mchezo wa hapa dimba la kumbukumbu ya vita ilikuwa kati ya Kaliua na Majimaji. Kaliua ilikuwa ni Majengo FC na hapa tulikuwa na Majimaji ikiwakilisha Manispaa ya mkoa wa Tabora. Na mshindi wa leo hapa ambaye anaenda finali ni Majengo FC ambaye ameshinda goli 3 dhidi ya 1 ya Majimaji.
Lakini pia mchezo wa pili ambao ulikuwa ukichezwa Nzega, kati ya Rockstar ya Nzega na Ng'ambo FC ya Manispaa, pia kule tumepata mshindi ambaye amefunga goli 1-0, ni Rockstar dhidi ya Ng'ambo FC. So tunategemea kuwa na fainali kati ya Rockstar ya Nzega pamoja na kati ya Rockstar ya Nzega na Kaliua ambao ni Majengo FC. Karibuni sana ise. Fainali itapigwa tarehe 15 mwezi huu Novemba, siku ya Jumamosi, kati ya Rockstar ya Nzega na Majengo FC ya Kaliua. Hapa katika dimba la kumbukumbu ya vita. Karibuni sana. Mpira unaenda mbele. Ndio mtazamo na unatakiwa uende mbele, usishie hapa. Tunaona vipaji vingi vipya, tunaona mambo mengi mapya ambayo tunayaona kwenye michezo hii tangu ilipoanza. Tunaamini kuna vitu vizuri vinakuja. Kwa kweli tunajiona tumepiga hatua kubwa kwa jinsi ambavyo tumeendelea. Tulianza na daraja la 4, ligi daraja la 4, tukafanya vizuri sana, na sasa tuko CRDB tunaenda kumaliza. Naamini tunakoenda ni kuzuri zaidi. Watu wa Tabora, jiandaeni kupata furaha zaidi ya hapa tulipo. Ni mjumbe wa kamati kwa upande wa chama cha soka mkoa wa Tabora kwa maana ya Tarefa Big Grace, akizungumza hapo namna ambavyo mambo yanavyokwenda, lakini pia akiwaalika wadau wa soka na mashabiki wote kwa ujumla kujitokeza katika dimba la kumbukumbu ya vita siku ya Jumamosi ya tarehe 15 ya mwezi wa 11 mwaka 2025, fainali ambayo itawakutanisha Majengo FC kutoka wilaya ya Kaliua dhidi ya timu ya Rockstars kutoka wilaya ya Nzega. Majira ni saa 10 kamili za jioni. Kantara, jana tuligusia hapa namna ambavyo masuala ya soka la Tabora yamezidi kupamba moto, lakini cha kushangaza wanaokuja kucheza hapa ni wageni wilaya jirani. Tumeshindwa kutoa hata moja ambayo inatokea Manispaa. Nikianza na mchezo ambao nimeutazama, mchezo kati ya Majengo na Majimaji kutoka Kiloleni hapa, maana maanisha Majimaji yenyewe, Majengo kutoka Kaliua. Mchezo wa leo walistahili Majimaji kupoteza. Walikuwa na siku mbaya kazini. Toka nianze kuwafuatilia mchezo ambao wamecheza Majimaji na mchezo wa leo, kucheza mchezo mzuri sana, mchezo mbovu sana. Sijajua walikuwa wanacheza kama hawajala au hawajalipwa, lakini yes, walikuwa kila tukio la uwanjani walikuwa wanakuwa wa pili na sio wa kwanza. Ukitaka kushindana na mtu ambaye unacheza naye mpira wa miguu, hakikisha kwenye matukio ya muhimu unafika kwa muda au mnafika kwa pamoja au unamuwahi. Lakini kwa upande wa Majimaji wote walikuwa ni second, anamaanisha ni watu wa pili kwenda kufikia jambo la muhimu la mpira. Lakini unakuja kwa kuzungumza in general, Majengo walikuwa na kitu ambacho walikuwa wana energy. Tuzungumzia ile nishati tosha kabisa uwanjani. Dakika 90 wamekimbia. Angalia hata sabu ambazo wamezifanya ni sabu 2 tu. Wamefanya sabu katika eneo la ushambuliaji, hawajafanya sabu katika eneo la ulinzi. Na timu yote walistahili kupoteza na wamepoteza kweli kwa mujibu wako. Tuzungumze namna ambavyo finali inapata watu ambao watakwenda kuicheza ama kuishiriki. Watu wawili, zilianza timu nyingi lakini hatimaye 2 tu ndo zimesalia. Tupate tathmini ya michezo yote, lakini tutakuja kugusia hapa timu za hapa Manispaa imekaaje mpaka hakuna hata mwakilishi anayefika finali. Kwanza tathmini ya mchezo kuanzia awali mpaka sasa hivi ni mpira katika mkoa wa Tabora unasonga mbele. Kama hivyo zungumzia mjumbe wa kamati tendaji ya Tarefa, amezungumzia kiupana zaidi toka wateuliwe au wachaguliwe. Sasa hivi wana mwaka mmoja ambao wapo madarakani. Angalia mashindano ambayo yalikuwa ningia toka. Tumeanza na Tufa
yakaja mashindano ligi daraja la 4, yamekuja CRDB kwa muda mchache zaidi. Mwezi wa 8 kulikuwa na Tufa, mwezi wa 9 kulikuwa na ligi daraja la 4, mwezi wa 10 kulikuwa na CRDB. Unaona kweli kuna ule mpishano wa mashindano, ndio maana watu wengi wamefaidika na mashindano. Lakini unakuja katika vijana wamejitokeza kwa wingi tofauti na miaka ya nyuma ambao nilitoka nijue Tabora katika mpira. Unazungumzia msimu timu zilikuwa zinajitoa kweli, ambazo timu ambazo hawajaweza kufika katika eneo la tukio ni timu nafikiri ni Malabi pamoja na Kipalapala. Malabi walishindwa kufika mchezo mmoja na Kipalapala walishindwa kufika mchezo mmoja. Lakini hiyo pia ni changamoto ambayo ilianza mapema kwamba hapa Manispaa tayari vikwazo vimeshakuwa vingi na waliosalia kupambana kama ulivyozungumza baadhi ya mchezo pia miongoni mwa mchezo ambao hawajaonyesha kiwango. Majimaji wao toka, unajua Majimaji ni mabingwa wa ligi daraja la 4 mkoa wa Tabora ambao yatamatika mwezi wa 4, na pia ni mabingwa wa kombe la Tufa, mabingwa katika mchezo hiyo. Kwa hiyo hawa ndo wawakilishi katika wilaya ya Tabora. Hapa ni wawakilishi tofauti na timu zingine kama Ng'ambo leo imetolewa nusu finali. Kwa hiyo kwa Majimaji leo walikuwa na mechi mbaya, na kukosekana kwa wachezaji watatu ambao ni muhimu na tegemeo kwenye kikosi chao, labda tukasema ni pengo, lakini kiujumla timu yenyewe haijacheza katika flow ambayo inahitajika. Kwa zote za hapa kukosekana hata moja. Kwa hapa kukosekana, ujue kila wilaya imejipanga katika mashindano. Unaona hakuna mtu ambaye ametolewa, lakini kulikuwa na dhihaka leo ya mashabiki kutaniana. Unaona kweli mechi kila timu ilikuwa imejipanga, imedhamiria kuchukua zawadi ambayo imeahidiwa. Unaangalia katika mlengo mwingine ambao tunataka tutazame ni mlengo wa vijana ambao tulikuwa tunazungumzia kufaidika na mashindano. Kuna vijana leo kutoka timu ya Majengo kutoka Kaliua. Vijana kuna namba 9 ambaye ameonyesha kiwango cha hali ya juu. Kuna full back wa kulia ambaye anazungumzia beki namba 2 na full back kushoto wameonyesha kiwango bora sana. Na kwa bahati nzuri tulikuwa na katibu wa Rhino Rangers ambayo tutakuja kumsikia baadaye. Alichokuwa anakiangalia, unajua ni kiongozi mkuu katika kikosi hicho, alichokuwa anakiangalia wapate baadhi ya nyota ambao watawasaidia kwa msimu unaofuata. Kwa hiyo kama jina yako yameorodheshwa, unajikuta unaingia katika faida ambayo hata familia inajikomboa kiuchumi. Tukumbuke msimu uliopita katika mashindano ya Kapa Makapo na ambao alichukua Isevia Heroes. Kuna kijana ambaye alikuwa ni fullback namba 2 aliweza kusajiliwa na Rhino Rangers. Kwa hiyo hii inatoa motivation kwa wachezaji wengine kwamba nikionekana kuna TRA under 20, kuna Rhino Rangers, kuna TRA United yenyewe. Bana, ni taarifa kuhusiana na michuano ya CRDB Federation ambayo inaendelea hapa mkoani Tabora kwa ngazi ya mkoa, ambapo tayari timu mbili zinakwenda kucheza finali siku ya Jumamosi ya tarehe 15 kama nilivyokufahamisha. Majengo watakutana dhidi ya Rockstars kutoka Nzega. Dimba ni kumbukumbu ya vita hapa Tabora Manispaa. Kwa hiyo mambo yamekaa namna hiyo, na mchezo utapigwa majira saa 10 kamili za jioni. Tukiamia katika kikosi cha Rhino Rangers, uongozi wa klabu hiyo kupitia kwa katibu Simon Maganga umeeleza namna ambavyo umejipanga kuhakikisha unatoka ligi daraja la 2 na kwenda ligi daraja la 1, na masuala mengine yakiendelea huku pia mpaka sasa timu hiyo ikiwa imecheza michezo kadhaa ya kirafiki. Tumsikie Simon Maganga akizungumza. Kwa majina naitwa Simon Timotheo Mganga, katibu mkuu wa Rhino Rangers. Kiongozi leo amecheza mchezo wa kirafiki na TRA United na mkafungwa. Malengo ya mchezo ya kirafiki. Ni kweli leo tulicheza mechi, tulikuwa na mfululizo wa mechi za kirafiki nyingi tu, na mechi leo tulicheza na Tabora United na kwa bahati mbaya tufunga goli 3-1. Kwa hiyo ni mechi za kirafiki ambazo mwalimu bado anaendelea kuandaa kikosi chake. Lakini nyuma hapo tulishacheza mechi za kirafiki na TRA under 20 na tulishinda goli 4-1.
na pia tukaja tukacheza na mechi ya Uvinza Stars kutoka mkoani Kigoma, tulishinda goli 6-1. Kwa ni muendelezo wa kucheza mechi za kirafiki kwa ajili ya maandalizi ya ligi ya daraja la pili ngazi ya taifa. Na tukiachana na mechi za kirafiki sasa, maandalizi kiujumla kuelekea msimu wa ligi daraja la kwanza la pili. Maandalizi mpaka sasa hivi yanaendelea vizuri na timu iko vizuri, hakuna majeruhi, na tunafanya mazoezi kila siku katika uwanja wa Kumbukumbu ya Vita kila siku. Kwa hiyo maandalizi ni mazuri na kila kitu kiko sawa mpaka sasa. Nasubiria tu kwa mechi zetu za FA pamoja na mechi za ligi kwa mwezi wa 11. Na msimu sasa hivi takriban msimu kadhaa mpo ligi daraja la pili. Mpango yenu sasa kupanda ligi daraja la kwanza? Mipango ni ile ile, na safari tunataka Mungu akijalia tupande moja kwa moja, sio masuala ya kucheza playoff, kwa sababu mambo ya playoff nao pia yana mambo mengi, kuna mambo ya hapa na pale. Kwa hiyo tumejiandaa kupanda moja kwa moja. Kwa hiyo ni maandalizi ya jumla ambayo timu kwa jumla, ndio maana tumesajili kikosi kipana, tumetafuta kocha mzuri tu mwenye daraja A. Kwa hiyo ni timu ambayo tumeamua kuizatiti kwa mwaka huu ili tupande moja kwa moja, kwa sababu tumeshakaa kwa muda wa msimu mingi sana katika daraja hili. Kwa hiyo malengo yetu ni kutoka mwaka huu. Neno moja kwa mashabiki wa Rhino Rangers na kauli mbiu yenu kwa msimu huu sasa, kwenda mnasema napanda moja kwa moja. Na kauli mbiu yetu tunapanda moja kwa moja. Mashabiki wa mkoa wa Tabora kila siku nasema kwamba hii ni timu yao. Imezaliwa hapa na mpaka leo imekulia hapa, itapanda hapa, itashuka hapa, ni timu ya Tabora. Kwa hiyo waje waishabikie inapopata mechi za kirafiki, hata kwenye mazoezi waje yone, ili kama kuna shida sehemu, kama kuna ushauri watupatie. Kwa hiyo nawakaribisha sana kwenye uwanja wa Kumbukumbu ya Vita, na mechi ambazo tunakuwa na mechi tutakuwa tunawataarifu ili waje kuiona timu yao. Ni katibu Mganga huyu ambaye ni Simon Mganga kwa upande wa Rhino Rangers, akibainisha matarajio yao, lakini pia namna ambavyo wamejiandaa kuhakikisha wanafanya vyema katika ligi daraja la pili na hatimaye kupanda mpaka ligi daraja la kwanza.